Chama cha kijani nchini Ujerumani kimesema hakitounga mkono mabadiliko muhimu ya katiba yatakayoiwezesha Ujerumani kulegeza masharti yake ya bajeti na kuongeza matumizi kwenye sekta za ulinzi na miundombinu. Mabadiliko hayo yanayopendekezwa na kansela ajaye Friedrich Merz yataanza kujadiliwa bungeni siku ya Alhamisi. Mapendekezo hayo yanahusu kubadili ibara inayoweka ukomo wa serikali kukopa ili kupata fedha zaidi za kutumia kwenye ulinzi na kuanzisha hazina ya taifa ya kiasi cha euro bilioni 500 kufadhili maboresho ya miundombinu nchini Ujerumani. Huyu ni kiongozi wa chama cha kijani Die Grünen, Catherine Druje. Yeyote anayetaka kupata kibali chetu ambaye anataka tuidhinishe uwekezaji zaidi, lazima pia tuhakikishie kwamba ni kweli kuhusu uwekezaji huo utazingatia zaidi masuala ya ulinzi wa mazingira, uwekezaji zaidi kwenye uchumi wa nchi. Hilo ni jambo muhimu sana. Hatutaunga mkono hatua za kufuja fedha, na ndio maana hatutaki kukubaliana na mapendekezo haya. Kwa upande mwingine, katibu mkuu wa chama cha Merz cha CDU, Carsten Lindemann, amesema watafanya mazungumzo na chama cha kijani kujaribu kuwashawishi wabadili msimamo wao. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amempongeza waziri mkuu ajaye wa Canada Mark Carney, akisema kwamba gavana huyu wa zamani wa benki kuu ya Canada anaingia madarakani wakati nchi yake inakabiliwa na changamoto nyingi, lakini uhusiano kati ya Canada na Ufaransa ukiwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali. Macron ametuma ujumbe huo wa pongezi katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X baada ya chama tawala cha Liberali kumtangaza Mark Carney kuwa mshindi na ambaye anatazamiwa kurithi kiti cha Justin Trudeau aliyetangaza kujiuzulu mwezi Januari baada ya kukaa madarakani kwa zaidi ya miaka 9. Mataifa mengine ikiwemo Uingereza na China pia yametuma salamu za pongezi kwa Carney, akieleza kwamba yanataraji kufanya naye kazi katika masuala ya kimataifa. Hata hivyo, Carney mwenyewe mara tu baada ya kutangazwa mshindi amesema atasimama kidete kutetea Canada, ikiwemo kukabiliana na vitisho vya ushuru kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Na hatimaye Kinshasa, viongozi kutoka chama cha rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila cha PPRD wametakiwa kufika mbele ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa kijeshi hilo Jumatatu, katika wakati ambapo mvutano wa kisiasa ukiendelea kufurukuta nchini humo kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Mwanasheria wa viongozi na mshauri wa zamani wa masuala ya ulinzi wa Kabila Jean Buya amesema sababu hasa za wito huo hazijawekwa wazi, lakini Rais Felix Tshisekedi alimshutumu Kabila hivi karibuni kwa kuwafadhili waasi wa M23 ambao wameteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Taarifa ya habari imesomwa na Suleiman Mwiru, na mimi napata nafasi ya kutazama dunia yetu jioni hii katika uchambuzi wa kina. Ukraini yatazamiwa kupendekeza usitishaji mapigano ya anga na majini na Urusi katika mazungumzo yake na Marekani yatakayofanyika huko Saudi Arabia kesho. Na ripoti ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani na mizozo SIPRI inasema nchi za Ulaya za jumuiya ya NATO ziliongeza kwa kiwango kikubwa uagizaji wa silaha katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Na huko nchini Kenya, tuko na furaha sana kwa sababu vyakula vingeletwa na viuzwe hapa. Sisi kama wakulima wadogo hatungepata mahali ya kuuzia vyakula vyetu, alafu pia kama watumizi wa hizi vyakula tungetumia vyakula vya GMO safe katika afya ya watumizi. Hao ni wakulima wanaofurahishwa na uamuzi wa mahakama ya rufaa huko Kenya wa kusitisha kwa muda mpango wa serikali wa kuruhusu au kuidhinisha uagizaji wa mazao na chakula kilichokuzwa kwa njia ya kubadilisha vinasaba. Ni machache kati ya mengi utakayoyasikia katika uchambuzi wa dunia yetu leo jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili
ya DW mjini Bonn. Kumbuka unaweza kuchangia moja kwa moja hapo unapotutazama na vile vile kwenye mitandao yetu mingine mbalimbali unayoifuatilia wakati huu. Tunaanzia uchambuzi wetu katika swala zima la Ukraine, ambapo nchi hiyo inatazamiwa kupendekeza usitishaji mapigano ya anga na majini na Urusi katika mazungumzo yake na maafisa wa Marekani wanaokutana kesho huko Saudi Arabia. Kabla ya kuelekea nchini humo, Rais Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inataka amani, akisisitiza kwamba Urusi ndiyo inayochochea vita hivyo. Silvia Mwehozi anayo taarifa ya kina. Kulingana na afisa mmoja wa Ukraine aliyezungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa majina, amesema nchi hiyo na mapendekezo ya usitishaji mapigano ya anga na majini, akiongeza kwamba hayo ndio mapendekezo yanayoweza kutekelezwa kwa wepesi, kufuatiliwa na pia uwezekano wa kuanza nayo. Mapema siku ya Jumatatu, Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inataka amani tu, akisisitiza kwamba Urusi ndio sababu pekee ambayo inachangia vita hivyo kuendelea. Zelensky aliandika kupitia mitandao ya kijamii akiongeza kwamba Ukraine imekuwa ikitafuta amani tangu sekunde ya kwanza ya vita, na wamekuwa wakisema kila mara kwamba Urusi ndio kikwazo cha vita hivyo kuisha. Chapisho la Zelensky limeeleza kwamba Ukraine inajitolea kikamilifu kwa mazungumzo ya kujenga, lakini inataka maslahi yake kuzingatiwa kwa njia sahihi. Washington imesitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine pamoja na taarifa za kijasusi na ufikiaji wa picha za satellite kwa nia ya kuilazimisha kuketi mezani na Moscow. Gazeti la Financial Times la nchini Uingereza likinukuu chanzo kilichoelezwa kwa ufupi kuhusu maandalizi ya mazungumzo hayo pia lilisema Kiev itapendekeza kusitishwa mapigano kwa sehemu, ikitumai kuwa Washington itarejesha misaada ya kijeshi na taarifa za kijasusi. Trump amefanya upya mawasiliano na Putin na kumkosoa Zelensky na kuzusha hofu mjini Kiev na miongoni mwa washirika wa Ulaya kwamba kiongozi huyo wa Marekani anaweza kujaribu kuilazimisha Ukraine kuikubali suluhu inayopendelea Urusi. Ikulu ya Kremlin, ambayo imesifu msimamo wa Washington kuhusu mzozo huo tangu Trump aingia madarakani, ilisema Jumatatu kwamba haitegemei matokeo yoyote au madhubuti kutoka mazungumzo ya Saudia. Msemaji wake Dmitry Peskov amewaeleza waandishi wa habari kwamba Marekani inasubiri kusikia kutoka upande wa Ukraine ikiwa wako tayari kwa amani. Haijalishi tunachotarajia, muhimu ni kile ambacho Marekani inatazamia. Tumesikia taarifa katika ngazi tofauti kwamba Marekani inatarajia Ukraine kuonyesha nia ya kutaka amani. Je, kweli wanataka amani wanachama wa utawala wa Rais Volodymyr Zelensky au hapana? Bila shaka ni muhimu na linahitaji kuamuliwa. Katika mazungumzo ya mjini Jeddah, Zelensky atakutana na kiongozi wa Saudi Arabia, mwanamfalme Mohammed bin Salman, siku ya Jumatatu, huku maafisa wake wakitarajiwa kukutana na timu ya Marekani siku ya Jumanne. Huyo alikuwa ni Silvia Mwehozi. Na msikilizaji, popote pale ulipo, kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu ni uchambuzi wa dunia yetu leo jioni. Nichukue fursa hii pia kukukumbusha kwamba baadaye kwenye mjadala wetu kama kawaida siku ya Jumatatu tunatuama katika michezo. Kwa hiyo usende mbali, mpenzi wa michezo, utakuwa hapa na wana michezo akikuletea yote yaliyoko huko viwanjani. Na ripoti iliyotolewa leo na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani na mizozo ya silaha SIPRI inaeleza kuwa nchi za Ulaya zilizopo kwenye jumuiya ya kujihami ya NATO ziliongeza kwa kiwango kikubwa uagizaji wa silaha katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, huku zikinunua zaidi ya 60% ya silaha zake nchini Marekani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Ripoti hiyo ya SIPRI inakwenda sambamba na tangazo la Umoja wa Ulaya kwamba wanakusudia kuimarisha uwezo wao wa ulinzi ili kukabiliana na kitisho cha Urusi pamoja na mabadiliko ya sera za kigeni za Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Ripoti hiyo inataja Ukraine kuwa mwagizaji mkubwa zaidi wa silaha duniani katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2024, huku Marekani ikisalia kuwa muuzaji mkubwa wa silaha duniani ambapo mauzo yake ya nje yalifikia 43%, ikifuatiwa na Ufaransa iliyouza kwa 9.6%. Katika kipindi hicho manunuzi ya silaha yaliyofanywa na nchi wanachama wa NATO barani Ulaya yaliongezeka kwa 105% ikilinganishwa na miaka 5 iliyopita.
Kulingana na ripoti hiyo, nchi 35 zilipeleka silaha nchini Ukraine katika kipindi cha kati ya mwaka 2020 na 2024, huku Marekani ikipeleka asilimia 45 ya silaha ikifuatiwa na Ujerumani kwa asilimia 12 na Poland asilimia 11. Urusi bado ni nchi ya 3 kwa mauzo ya silaha licha ya kupungua kwa asilimia 64 ya mauzo yake ya nje katika kipindi cha mwaka 2020 na 2024 ikilinganishwa na miaka 5 iliyopita. Uwiano huu kwa mara nyingine unaonyesha wazi changamoto itakayojitokeza ikiwa Rais Donald Trump ataondoa kabisa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Ongezeko hili la uagizaji wa silaha kutoka nje limeifanya Ulaya kuwa soko kubwa zaidi la silaha za Marekani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20. Mataifa ya Ulaya kwa ujumla yalichangia asilimia 35 ya mauzo ya silaha za Marekani katika kipindi kati ya mwaka 2020 na 2024 na kuyapiku mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo manunuzi yao yalifikia asilimia 33, lakini kwa nchi binafsi Saudi Arabia imesalia kuwa mnunuzi mkubwa zaidi wa silaha za Marekani. Licha ya vita katika ukanda wa Gaza vilivyoanza Oktoba mwaka 2023, hakukuwa na mabadiliko yoyote ya manunuzi ya silaha yaliyofanywa na Israel kati ya mwaka 2015 na 2024. Israel ilitumia zaidi silaha walizopewa hapo kabla na Marekani, hii ikiwa ni kulingana na ripoti hiyo iliyotolewa na SIPRI.